kuelekea katika mchezo wetu ambao utakuwa ni kesho yake siku ya tarehe 20. Inawezekana kwenye orodha hii tawi lako halijatajwa ama tawi lako halimo. Hiyo isikutie mashaka mwana Simba. Muhimu hapa sio kutembelea tawi fulani. Muhimu hapa ni kutembelea wana Simba. Kwa hiyo kama wewe uko karibu na tawi fulani lakini sio tawi lako, wewe njoo kwenye hilo tawi, tutakutana hapo tuzungumze pamoja. Kama ilivyo kwa Muislamu achagui msikiti, adhana ikilia hapo hapo walipo wanaingia na swali. Ndivyo hivyo kwenye harakati hizi, tawi lolote ambalo wewe mwana Simba utakuwepo ni karibu yako, karibu hapo tuje tuzungumze kuhusiana na Simba yetu. Kwenye hili letu ni moja, hatuishii hapa, tunataka kwenda mpaka fainali. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, bila shaka nimegusa maeneo yote, na kwa mantiki hiyo basi kama kutakuwa kuna maswali nikaribishe maswali, na kama hakuna maswali niseme tu kwamba mechi yetu hii ya nusu fainali tumepata udhamini. Yaani mechi hii ya nusu fainali ina wadhamini wake maalum kutokana na ukubwa wa mechi yenyewe. Na kwa hapa nipende kumtambulisha CRDB Bank kama mdhamini wetu katika mechi yetu hii ya nusu fainali. Amekuwa nasi CRDB tangu mechi ya kwanza kabisa ya hatua ya makundi mpaka hii leo, ameendelea kudhamini mechi hadi mechi. Tunamshukuru kwa sababu udhamini wake unatuongezea nguvu wana Simba na unatuongezea ubora, na hatimaye tumefanikiwa kufika mpaka hatua ya nusu fainali. Na tumwambie tu ya kwamba CRDB ya kwamba hatutakuangusha, tutakupeleka mpaka fainali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Maana ni kwamba utaendelea kutupa hela zako mpaka fainali. Lakini vile vile tuko na Yas, naye kutokana na umuhimu na thamani na ubora wa mchezo wetu huu, Yas naye vile vile ametudhamini Simba Sports Club ili tuwe na mazingira mazuri ya kimaandalizi na hatimaye tufanikiwe kwenda hatua ya fainali. Yas tumekuwa naye kwenye matukio mbalimbali ya kisimba, ikiwemo Simba University Bonanza ambaye yeye alikuwa ni mdhamini mkuu, na sasa amekuja tena kuongeza nguvu kwenye mechi yetu hii ya fainali ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya fainali. Na kampuni yoyote ambaye inahitaji kudhamini Simba Sports Club kwa mechi hii ya nusu fainali, kwa mechi hii ya nusu fainali, anakaribishwa, milango iko wazi. Na nichukue nafasi hii kuishukuru CRDB pamoja na kampuni ya Yas kwa kuona umuhimu, kutambua thamani ya mechi hii na kuona kila sababu ya wao kuongeza nguvu, kumuongezea nguvu mnyama ili twende tukapambane na Stellenbosch na hatimaye tuvuke twende hatua ya nusu finali. Mwakilishi wa CRDB na mwakilishi wa Yas ambao mko hapa ukumbini, nitawapa nafasi mzungumze kidogo, lakini naomba mfikishe salamu za Simba Sports Club kwa mabosi wenu ya kwamba Simba tunathamini, tunatambua na tunashukuru support yenu ambayo imetuongezea nguvu ya kwenda kumuua Stellenbosch. Na sisi tunawahakikishia ndugu zetu wa CRDB na Yas ya kwamba hatutaishia hapa. Baada ya kusema haya, nipokee maswali matatu ama tufanye manne, mawili kutoka bara na mawili kutoka visiwani, na baada hapa ni wakaribishe ndugu zangu wa Yas na CRDB. Karibu sana bwana Jadu. Lengo ni nyama kufuzu kwenda hatua ya fainali.
lakini mimi natamani kufahamu, bila shaka mnyama anacheza mara ya mwisho kwenye dimba hili ilikuwa ni nyasi bandia 100%, lakini sasa kuna maboresho yamefanyika, kuna asilimia kubwa ya nyasi asilia. Natamani kufahamu, je, kuna mpango ambao umeweka kuhakikisha pengine timu na wama kikosi kawai ili kuzoea mazingira, ama hii tayari ni mtao wote pale tunacheza? Swali jingine ndio Bigane TV. Swali langu ni kuhusiana na kwenye hizi hamasa ambazo zinaambia tuliona kwenye mchezo uliopita kulikuwa kuna mtu ambao mliwekeza kuwaita wageni mbalimbali ambao walionyesha pia kupata hamasa kutoka kwa mashabiki. Kwa upande huu kwenye mchezo huu labda kuna wageni wengine ambao mnawaalika. Mimi swala langu ni moja tu. Ndio. Viongozi wa klabu kubwa nchini Tanzania, Simba na Yanga, kwa nini hamui kitu kimoja katika masuala ya kitaifa? Tumeona kwamba Yanga ikicheza, baadhi ya mashabiki walikuwa wanakandamiza Yanga, Simba wakicheza wanaikana Yanga, ikicheza inakandamizwa na Simba, Simba ikicheza inakandamizwa na Yanga. Hii inaonyesha kama tukiwa kitu kimoja Tanzania kwa jambo la kitaifa tutapata mafanikio makubwa. Wenzetu Misri kitu kimoja na tukenda na shirikiana wote pamoja. Kwa hiyo tunapoishi wa Tanzania. Faruk Karim, nafasi ya upendeleo. Swali? Ndio kwa jibu. Tumalizie la 4. Moja la visiwani. Amna la visiwani. Ndio Bakar Mohamed, Bomba FM, ndio. 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 Kwa hiyo nilikuwa nataka kujua tuko wako nyumbani lakini kama hii wameandaliwa wachezaji mazingira mazuri kiasi gani, lengo kuizoea hiyo hali kwa haraka na ikiwezekana kufanya vizuri. Ndio. Bwana msemaji, umezungumzia kuhusiana na hamasa ukitaja vituo vingi ambavyo tunajua kwa wanasimba ambao wako Pemba wameandalia Pemba mbali. Nadhani tujibu haya maswali. Jadu anauliza mara ya mwisho Simba Sports kucheza uwanja wa Amani ilikuwa ni nyasi bandia. Sasa hivi kuna nyasi asilia. Je, mpango ukoje kuhakikisha kwamba timu inakuja mapema ili kuzoea nyasi asilia? Niseme tu ya kwamba nyasi asilia tangu tumeanza mashindano yetu Simba Sports, kuanzia hatua ya kwanza hadi kufika hapa, hatujacheza katika uwanja wa nyasi bandia. Maana yake ni kwamba sisi tuna uzoefu mkubwa na uwanja wa nyasi asilia. Kwa tunakuja kucheza katika mazingira ambayo tayari tunayajua, tayari tumeyazoea. Lakini kama haitoshi, timu inakuja kesho. Though hatutofanya mazoezi katika uwanja wa Amani, lakini tutafanya mazoezi katika kiwanja ambacho kinafanana asili yake na uwanja wa Amani, ili wachezaji waweze kuzoea ile comfortability ya nyasi za uwanja wa Amani. Kwa hilo lisikutie mashaka. Uliza nini? Wageni nini? Mechi ya robo finali anauliza. Tulialika wageni wengi sana, jambo ambalo lilileta hamasa kubwa. Uko sahihi, na katika mechi hii mwendo ni ule ule. Never change the winning team. Kwa hiyo basi, kwa kuwa mbinu ile ilitupa mafanikio makubwa hasa kwenye hamasa, maana yake tutaendelea kuitumia mbinu ile ile. Hii ni kusema ya kwamba tutaendelea kutangaza